min sharri naffathati, na shari ya wanaopuliza katika mifundo. Naam, taban, hapa ndio kwenye adresi ya sura hii. Imepokewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya ule mwaka wa sulhul Hudaybiyah, baada ya mwaka wa sulhu ya alivyorudi Madina, Mayahudi walimfuata Yahudi mmoja anaitwa Labid ibn al-A'sam, kiboko ya wachawi. Myahudi huyo, kiboko ya mchawi nyingi. Wakamwambia, bwana, kama unavyoona yanayotokea, anavyotufanya Muhammad, tushamroga we. Mwisho wa kumroga harogeki, tumekujia wewe, tafuta uchawi ule babu kubwa, mtandike nao. Labidi akasema amna wasiwasi. Na yeye Labidi inasemekana dada yake pia alikuwa mchawi zaidi yake yeye. Kwa hiyo baadhi ya riwaya zinasema walishirikiana Labidi pamoja na dada yake. Allahu akbar. Wengine wanasema alisema kazi ile alifanya mwenyewe, alitoa kazi izitafutwe nywele za Mtume Muhammad, nywele, na zikapatikana. Kulikuwa na kitoto kimoja cha Kiyahudi kikifanya kazi kwa Mtume Muhammad, kile kikadanganywa bila ya kujua, kikaleta kitana cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kawaida ya kitana, ukichania katika meno ya kitana yanabaki na nini? Nywele. Zikatumika nywele zile. Labidi akazichukua zile, akaenda kuzifanya anavyotaka katika hiyo mifundo, akazifunga mifundo 11 kwa kamba ya unajua ile mshale, upinde ule una uzi wake, umeelewa? Ulitumika uzi ule, taaluma ya kichawi hiyo, na kole la mtende dume na vingine anavyovijua yeye mwenyewe. Akaenda nacho katika kisima kimoja kinaitwa Dharwan, akazama chini ya kisima mpaka akakutana na sakafu, akachukua jiwe kubwa, akaziweka zile nywele zilizofungwa katika ile kamba, zikakaa pale kwa muda wa mwaka mmoja. Athari ikaanza kujitokeza. Kwa muda wa mwaka mmoja athari ikaanza kujitokeza. Mtume sallallahu alaihi wasallam